Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo niko hapa Iringa baada ya kumaliza safari ya kikazi, ambapo nilipata nafasi ya kuangalia namna ambavyo tunatekeleza mfumo wa stakabadhi za ghala kwenye zao la ufuta, na kipekee kabisa tumeweza kuwatembelea wenzetu wa mikoa ya Pwani, mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Morogoro, na sasa tuko hapa mkoa wa Iringa. Katika safari hii tumeweza kukutana na viongozi wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, lakini kamati za usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za mikoa, lakini vile vile tumekutana na waheshimiwa wakuu wa wilaya na kamati za usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala kwenye ngazi za halmashauri. Na kwanza nimeridhishwa na namna ambavyo serikali za mikoa zimeendelea kushirikiana na bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala katika kuhakikisha kwamba mfumo huu unasimamiwa vizuri. Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 pale jijini Dodoma, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati wa maadhimisho ya miaka 20 ya bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala na mfumo wa stakabadhi za ghala kwa ujumla ndani ya nchi ya Tanzania, pamoja na mambo mengine, aliweza kutoa maelekezo mahususi ya namna ambavyo tunatakiwa kusimamia mfumo huu. Na moja kubwa ambalo lilielekezwa ni kwamba ni kweli mfumo unaweza kuwa na changamoto mbalimbali, lakini changamoto zile zisiwe sababu au ruksa ya kurudia kwenye uholela, bali zitatuliwe. Baadhi ya changamoto zilihusisha masuala ya miundombinu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ghala, matengenezo ya barabara, uwepo wa miundombinu sahihi ya kuwezesha bidhaa za wakulima kuweza kupita, hususan zinazopita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini vile vile yalikuwepo yale ya kiutendaji ambayo yalihusisha zaidi namna tunavyosimamia mfumo huu kwa kuhakikisha kwamba huduma sahihi inawafikia wakulima, wanapata kupokelewa mizigo yao kwa wakati, lakini vile vile kuhakikisha kwamba malipo yanafanyika kwa wakati na kusiwepo na changamoto wala malalamiko kutoka kwa wananchi wanaonufaika na mfumo huu. Badala yake wanapata changamoto ambazo zinajitokeza ziweze kusuluhishwa. Kwa kutambua umuhimu huo wa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambao pia aliwekewa msisitizo na Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Judith Kapinga, ilikuwa ni budi WRB sasa kuweza kusimamia jambo hili kwa ukaribu, ambapo tuliweza kutana na maeneo haya ambayo viongozi katika maeneo niliyotaja kwa ajili ya kupeana uelewa mkubwa, lakini vile vile kusikia mirejesho kutoka kwao ya namna ambavyo wamekuwa wakishughulikia changamoto mbalimbali. Kwa ujumla, viongozi wote wameonyesha moyo wa ushirikiano na wao pia wanasimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mfumo huu, jambo ambalo linathibitisha kwamba tutaweza kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ufanisi zaidi, kuhakikisha kwa changamoto zinazojitokeza zinashughulikiwa. Lakini zipo baadhi ya changamoto ambazo tulizibaini, ikiwa ni pamoja na namna ambavyo bidhaa hizi zinaletwa zikiwa na ubora ambao sio mzuri sana, na tumeweka mikakati mahususi ya namna ambavyo sasa kutakuwa na usimamizi wa karibu na waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, ili kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazokusanywa za kuletwa ghalani zinakidhi viwango. Aidha, nimewaelekeza waendesha maghala wote kuendelea kuzingatia miongozo iliyokwisha kutolewa na taasisi zinazosimamia bidhaa, na kwa sasa kwa mfano zao ambalo lilikuwa liko sokoni, zao la ufuta, mwongozo umeshatolewa na taasisi ya COPRA namna ambavyo shughuli zitafanyika. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba kamati za usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala zitafanya kazi yake kama ipasavyo. Lakini yako maeneo mengine ambayo pia tumebaini bado kuwepo kwa changamoto ya uwepo wa ghala za kutosha. Tayari tumezungumza na halmashauri zinazohusika kuonyesha kwamba ni fursa kwa halmashauri hizi kuweza kujenga miundombinu hii ili kuwezesha mfumo wa stakabadhi za ghala kufanya kazi. Yako pia maeneo mengine ambako tumekutana na maombi ya bidhaa zaidi ya hizi ambazo zipo kwenye mfumo kwa sasa, na nipende kusema kwamba ninawashukuru sana wenzetu wa COPRA. Tumeendelea kushirikiana nao vizuri na tumeanza kuangalia uwezekano wa kuongeza baadhi ya bidhaa, ikiwa ni pamoja na karanga, bidhaa za njugu mawe, lakini vile vile choroko kwa maeneo ambayo haikuwa bado choroko imeingia kwenye mfumo.
Kwa matarajio yetu ni kwamba kwa kufanya hivyo wanufaika wa mfumo huu wataendelea kuongezeka na tutaendelea kurasimisha zaidi soko kama ambavyo dira ya 2050 inaelekeza kwamba biashara nyingi za ndani ya Tanzania zifanywe katika mazingira ambayo yana urasmi zaidi. Lakini vile vile tumebaini kuwepo kwa changamoto ya mdororo wa bei, ambapo wananchi wamekuwa wakiona kama bei zinazopatikana ikilinganishwa na miaka 3-4 iliyopita ni tofauti. Tumeendelea kutoa elimu ya namna ambavyo bei ziko hivi sasa katika masoko ya kidunia, lakini kwa wastani wako wananchi wengi ambao tayari wameanza kuelewa juu ya umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya vizuri zaidi kwenye kuhakikisha kwamba mazao yanakuwa bora na mazao yanakidhi viwango. Hiyo ni sababu kubwa ya kuweza kufika sokoni na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzipata bei ambazo ni nzuri, ambazo pia zitakuwa na tija. Lakini vile vile tumebaini kwamba katika baadhi ya maeneo uzalishaji pia umepungua kutokana na hali ya hewa, lakini vile vile ukosefu wa mbegu za kutosha ambazo ni bora. Na hapa niweke wazi kwamba tumeanza kuwa na mazungumzo hata na wenzetu wa magereza kuona namna ambavyo tunaweza kutumia mashamba yao kama maeneo ya kuongeza uzalishaji. Lakini katika maeneo mengi vyama vya ushirika vimeonyesha nia ya dhati ya kuanzisha mashamba kwa ajili mahususi kwa ajili ya mbegu. Kwa ni matumaini yangu kwamba kama kila maeneo yataweka mkakati mahususi wa kuwa na mbegu za kutosha ambazo ni bora, basi tunakuwa na uhakika wa mavuno na tuweze kwenda mbele. Maeneo mengi ambayo tumetembelea pia yanafanya uzalishaji wa zao la korosho. Tathmini imeonyesha jitihada kubwa iliyofanywa na bodi ya korosho katika kuhakikisha kwamba miche sahihi inapatikana, upuliziaji wa dawa, uzingatiaji wa uangalizi wa mashamba umeongeza tija na kuongeza kiwango cha uzalishaji. Kwa hiyo basi tumeona ni jambo ambalo hata katika upande wa bidhaa zingine ambazo ni nje ya korosho, basi utaratibu ule pia utumike ili kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu zaidi na wakulima ili kusababisha kwamba uzalishaji uwe mwepesi na tuwe na uhakika na mavuno. Na nimehitimisha ziara hii au safari hii ya kikazi hapa mjini manispaa ya Iringa, ambapo kwa kweli nimekutana na taarifa kubwa kwamba uzalishaji wa zao la ufuta umeongezeka sana. Takriban walianza na makisio ya tani 90 mwaka jana, lakini waliweza kufika tani karibu 900, na mwaka huu matarajio yao yalikuwa ni tani 1,000,000 na tayari wamekwisha kufikia takriban tani 1,000,000 na kilo 1,500,000, tani 1,500. Hii ni uzalishaji mkubwa. Nilazimika kwenda kutazama mashamba ya wakulima, lakini vile vile kuangalia umbali, na nimebaini ya kwamba ni kweli katika maeneo ambayo yanatekeleza zao hili la ufuta kwa mkoa wa Iringa bado tuna changamoto kubwa ya uwepo wa ghala za kutosha. Nitoe wito kwa halmashauri ya wilaya ya halmashauri ya manispaa ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Iringa kuona namna ambavyo inaweza kutumia fursa hii ya uwepo wa ghala zinazofaa katika maeneo yanayofaa. Mathalan, katika eneo la Mloa tumetathmini kwamba kama Mloa patawekwa ghala litakaloweza kuhudumia maeneo yote ya jirani, maeneo ya Idodi, Pawaga, tutakuwa na uwezo wa kuwa na eneo zuri ambalo linafikika kwa urahisi na tukao na minada ambayo imesogezwa karibu zaidi na wakulima. Na ni fursa kubwa hapa naona kwa halmashauri kuweza kuweka uwekezaji huu na tayari kaweza kupata mapato. Hii ikizingatiwa kwamba zao la ufuta ni zao ambalo katika maeneo yale linalimwa kwa ukubwa, na faida yake ni kwamba wakati mazao mengine yanaathirika kwa uwepo wa wanyama kama tembo, ufuta bado uko kwenye usalama zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa wakulima wakiendelea kulima zao hili vizuri, likapata angalau bei ambazo zinapatikana kwa ubora baada ya kuwa wametumia mbegu sahihi na ghala bora, tuna uhakika tutaweza kuwawezesha wakulima wetu kuweza kufika kwenye maeneo ya jirani ambako hakusumbuliwi na mifugo, wakaweza hata kuwa na mashamba au kununua bidhaa zingine ambazo wanazihitaji kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo kwa ujumla nitoe wito kwa wadau wa mfumo wa stakabadhi za ghala kwamba mfumo bado ni imara, tunajitahidi kuondoa changamoto zote ambazo zinajitokeza, na ni matumaini yangu kwamba tukiendelea kushirikiana na vyombo vyote vinavyohusika tutaweza kumkomboa mkulima wa Tanzania. Asanteni sana.